tayari tushamaliza. Inabidi tumuulize inayouma ni zote? Ni kweli zinauma? Sababu kaoneka ndo bondia wa mwisho kumpiga Mwakinyo katika nchi hii. Sawa, ni urejeo mpya wa Hassan Mwakinyo dhidi ya bondia Stanley Erigo kwa KO raundi ya pili. Ni mchezo wa masumbwi ambao weekend hii ilikuwa ya moto zaidi na watu wengi walikuwa very excited kumsubiri Mwakinyo. Vipi bwana Mtanga amerejea vipi? Namna gani ambavyo alikuwa anajipanga kipindi chote hiki? Mbona alikuwa kimya? Lakini mara baada ya pambano kuisha, pengine walivyotarajia watu na namna ambavyo limekuwa ni vitu viwili tofauti. Wao tunazoea main card inaenda kuwa mchuano kweli. Kama ni raundi 10 basi tutashuhudia raundi hata 8 kama ndio KO itapatikana. Ama pengine raundi 10 zote zitaisha. Mshindi atashinda kwa point, lakini hii imekuwa tofauti zaidi. Mkenge nikinukuu maneno ya Mwakinyo aliyozungumza mara baada ya pambano lake kuisha kwa raundi 2 tu tena kwa KO. Yeye amesema imekuwa rahisi kwa sababu nimekuwa nikiheshimu sana kazi yangu. Hata kama sichezi kwa miaka 2-3, sijaacha mazoezi. Mimi huwa sishangilii mapambano yangu. Najua kwa sababu najua nachojiandaa nacho mazoezini. Nilikuwa natamani nimalize hata raundi ya 7 ili nionyeshe vitu vingi uwanjani. Bahati mbaya vijana wengi hawana subira. Nina mpango wa kwenda kupigana Mwanza. Nimefanya mazoezi lakini naona sijafanya kitu. Na hili ni fundisho kwa maboksa wengi. Knockout huwa haiji kwa bahati mbaya, inatengenezwa mazoezini. Na ni miongoni mwa swali ambalo aliulizwa siku moja kabla ya pambano, je, watu wategemee pengine pambano likaisha kwa knockout? Akasema ubora mazoezi aliyofanya kinawezekana chochote kutokea. Lakini amezungumza pia sababu ya pambano lake kuisha kwa raundi ya 2 tu tena kwa KO ni kutokana na mabondia hawana subira ya kuendelea kupigwa. Ni kweli Mkenge wa binafsi wewe umeridhika kuona pambano la Mwakinyo likisha kwa raundi 2? Binafsi sijaridhika kwa sababu huyo pambano tukiambia bwana hii ndo main card. Picha tulionayo tunapaswa kuona linabeba jina halisi la hiyo main card. Unaenda pale ngumi moja ngumi mbili kaina. Kwa inaondoa radha na huo uhondo ambao watu wamejiandaa, unajua watu wamejiandaa, lakini hiyo tena ipo kwa Mwakinyo, unajua haipo kwake. Yeye amefanya maandalizi. Jukumu la kumpiga yule raundi ya 2 na pambano kumalizika. Mimi nafikiri sio kosa la huyo mpinzani ambaye amekuja labda hajajizatiti. Au pengine alijipanga vibaya dhidi ya mpinzani wake. Ndio kujizatiti kwa sababu kama naye kwa imara tungeweza kuona fight ambayo kwa sababu pale kuna raundi 10. Lakini raundi ya 2 tumwomba kalala chini. Wewe unadhani Raymond kipi ambacho pengine mashabiki walikuwa wanategemea ama walipaswa wapate? Ni burudani kutoka kwa Mwakinyo? Kizungumzia burudani maana pambano lingeenda mpaka mwisho wa round. Ama ni KO kutoka kwa Mwakinyo kutokana labda vitu kama hivyo wamemisa? Kaina, katika mchezo ambao ni very risky na mchezo ambao unatakiwa wewe uwe defender, unatakiwa uwe mshambuliaji, unatakiwa uwe kiungo wa chini, unatakiwa uwe keeper, ujipasie. Yaani unatakiwa wewe ndo kila kitu. Ni mchezo wa ngumi. Ni mchezo ambao kama kuna hata chembe au theluthi ya kwamba mimi hapa naenda kuua mtu, maliza pambano. Ni kitu ambacho watu wanakifanya na watu wameichukulia ile negative way kwamba inawezekana yule akawa ni bondia mchekee. Lakini yule bondia kabla ya pambano la juzi dhidi ya Mwakinyo kapigana mapambano 19. Ila mapambano yake matatu ya mwisho ameshinda 1. Kasikosei. Kwenye zile record ambazo ziko box like. Kapigana mapambano 19. Hayo matatu labda hayajakuwa registered kwenye box like. Lakini kwenye ambayo yamekuwa registered kwenye box like hayo 19 kashinda 18. Ina maana kapoteza pambano moja au sare? Hilo moja katoa sare. Na kwenye hizo fight zake 61% ya mechi ambazo amecheza kashinda kwa knockout. Ina maana knockout 61% katika mapambano 19. 18 yote yameshinda. Kashinda. Kwa rekodi ambazo zimekuwa registered na box like. Kwa hiyo sio kama ni bondia mchekee kiasi hicho, lakini ni vile umekutana na nani na kwa wakati gani. Na ngumi
yani inawezekana umefanya maandalizi ya kutosha sana, lakini mtu akakupiga ngumi moja tu kabisa. Mabondia wana msemo mmoja nakwambia, kidevu hakina mazoezi Kaina. Yani fanya mazoezi, uweze ukasema mimi niko mai kidevu au ni keke gadi, yani labda uweke gadi tu, lakini pale ambapo utaruhusu ngumi kukuta kwenye kidevu. Jake Paul katoka kupigwa na Joshua juzi, ngumi ile maliza nini? Kidevu imevunja taya. Yeah. Kwa hiyo yani kuna muda Watanzania inawezekana walimiss ndio Mwakinyo, walitamani kumuona akicheza kwa muda mrefu, lakini sio kosa lake. Yeye kapiga panapouma. Ndio dakika 4. Mtu kashindwa kuvumilia. Dakika 4 tu. Inamhusu nini yeye? Yani hapo lawama dakika 4 tu. Lawama zitakiwa ziende kwa mtu aliyeshindwa kuvumilia, lakini hata ungekuwa wewe ngumi ya kidevu. Au kauli ya Mwakinyo kwamba alikuwa hana subra. Hata hao wanaozungumza wao wakipiga ngumi za kidevu wanavumilia. Udenda. Kaina ngumi ya kidevu. Hiyo ndugu yangu mzala mwenzangu hiyo. Ngumi ya kidevu. Shibangu Katompa. Wanapigwa ngumi hadi udenda muonekana kwenye TV kaka. Wanasema ukimpata nafasi ya kufanyaje, ukipata nafasi ya kummalizia mpinzani wako, maliza. Fanya hivyo, usisubiri sana. Sababu hata rekodi zake Mwakinyo angesema okay, ngoja nimvute labda mpaka raundi ya 6, yeye ndo amekupiga kidevu kile. Mwakinyo kaanguka baada ya muda mrefu. Ingekuwaje? Imani ya watu wengi sana na baadhi ya mabondia wengine kutokea hapa Tanzania, watu wengi sana wamepoteza yani ule hawajavutiwa na kile ambacho kimefanyika kwenye ile pambano. Ina maana watu walijiandaa vingine kabisa tofauti na vile ambavyo pambano limeenda kutamatika. Akiwemo Kasim Kiduku, yeye amezungumza kabisa. Mnaleta mabondia wachovu alafu baadaye mnakuja kujisifia. Bondia unampiga ngumi ya bega anashika pua. Endeleeni kujidanganya, ila ipo siku watajua ukweli. Mimi nakusubiri siku kubali kusaini deal la kupigana na mimi ili nikufundishe namna ya boxing ni nini. Kwa namna maneno haya yalivyozungumza Kiduku ni kwamba yani ile pambano lenyewe lilikuwa mchongo. Yani kwa mabondia Mwakinyo kwamba kwa nini hivi wanapenda kusema kwamba mapambano mengi sana mabondia wakubwa wanajitengenezea? Ipo duniani ipo. Ila ulivyotazama ile pambano la juzi, ni kweli umeona namna ambavyo Mwakinyo pengine alikuwa anadili na ule mpinzani kwamba hakuna challenge yote ambayo anaipata kutoka kule mpinzani. Uzuri ni kwamba PMbet ngumi 3 kwa tunafanya ngumi na of course tulipata experience ya ngumi ambazo huwa zinachezwa. Watu wengi wanasema raundi ya kwanza watu wa kutupiana ngumi. Of course raundi ya kwanza watu wa kutupiana ngumi kwa sababu ni raundi ambayo pengine kila mtu anajaribu kumstadi mwenzake, anajaribu kuona okay, huyu akipiga ngumi inaumaje na mimi natakiwa nijilinde vipi. From there sasa ndio tukaja kwenye raundi ya pili ambapo kila mtu akaamsha msoma mpinzani wake na anajaribu kujiachia. Na pale ambapo alijiachia tu Stanley Eribo akakutana na ngumi ya kidevu ambayo ni ngumi inaangusha hata Tyson mwenye Mike the Iron Tyson. Ashai kupiga ngumi ya kidevu akaanguka. Lazima uende deki. Sasa mbona tu akasema mtu kapiga ngumi ya bega? Sasa sijajua alikuwa anaangalia vipi. Unajua pia muda huyu ni mpinzani wake Kaina. Nini hapo unavyoendelea kuzungumza maana tulivyomsikiliza hapa ye mwenyewe ana wish na anatamani sana siku akutane na Mwakinyo. Japo ndo maneno yao tunayasikiaga sana. Wanatambiana, wanatamaniana lakini hatujai kuona wakifanya kweli. Ni kweli tukiona pambano labda tunavyomwona kwa siku hivi za karibuni akipanda na Mwakinyo. Tunamwona na hiyo energy ya kumuhimili Mwakinyo. Of course ni miongoni mwa pambano ambalo watu wengi wanalitaka. Aliwahi kusema Mike Tyson nyakati zile ambazo Mayweather hajapigana nani yule Pacquiao, Manny Pacquiao. Alisema bwana, mimi kama siku nikikutana na hata mmoja hapo mimi nitampiga huyu na nikikutana mwingine pia nitapiga, kwa sababu dunia imeshachoka kuwasubiri. Lakini mshasiu Kaina, promoter anapaswa kuweka hela mezani, kwa sababu kazi yake ngumi. Hasani kazi yake ngumi. Hawana kazi nyingine. Kwa hiyo hiki unachokisikia sijui kimeenda kimerudi, sijui siku nikutana naye nitamkanda, nitamfanya nini, huyu sijui nitamkandua, ni maneno tu ambayo ni kuitengeneza biashara. Atokee kweli promoter wa kweli, aweke fedha. Kwani Mwakinyo anataka shilingi ngapi? Bwana mimi nataka B. Awe tu ndugu yangu mimi nataka B. Promoter atoke hapo, yeye atajua anapata wapi bilioni 2, anapata wapi wadhamini, pambano lipigwe. Kwa sababu pia kiukweli mimi binafsi nimeshachoka kelele zao. Kila Mwakinyo akicheza
Yaani akicheza Mwakinyo utasikia anapokea vijembe. Hata akicheza wengine pia ni vijembe, kwa sababu achana Mwakinyo. Ibra naye kazungumza. Na Ibra amesema alivyoona tu viatu vya ule bondia wa bondia. Akaona tu hamna. Kuna kauli moja ya Kiswahili inasema wale wa kushiba wanaonekana kwenye sahani. Kwamba ukiona tu bwana, hapana, mimi hapa natapeliwa. Stanley Ribo ana nyota bwana. Ndugu yangu pia, ndugu yangu mwenye ngumi yake Pelesu mjini, ama ngumi kaniki ama ngumi sijui nini, huyo ndo Karim Mandonga, naye pia ametia neno lake, lakini yeye amegoma, yeye ameenda mbali kabisa, amesema mjui yeye mwenyewe alienda pale kwa ajili ya kwenda kumuona Mwakinyo ndo nani. Yaani ndio ilikuwa ndo siku yake ya kwanza anaenda kumtazama huyo Mwakinyo ndo nani. Yaani tukisema ukweli, kama ni mpenzi wa ngumi katika nchi hii, wewe tuseme umjui Mwakinyo bwana. Anakwambia mimi ni bondia mkubwa kuliko Hassan Mwakinyo. Nilikuwa namsikia tu na kumuona kwenye media. Leo ndio nimemuona akipigana ngumi. Mimi ni hata kula yangu na yake tofauti. Kiwango chake anapigana na watoto wenzake. Mimi ni uzito wa juu na ni bingwa wa PST nikiwa na uzito wa kilo 85. Sasa unacheka? Mimi itoshe kusema na mheshimu Mandonga. Ni kweli Mandonga ana ukubwa kuliko Hassan Mwakinyo. Itoshe kusema na mheshimu Mandonga. Sio ukubwa wa mwili, sio ukubwa wa mwili wala uzito. Yaani alivyozungumza kwenye ngumi kwamba yeye ni mkubwa zaidi ya Mwakinyo. Sije ametumia labda. Yaani kama vile ambavyo kwenye mpira tuna Samata, basi kwenye ngumi ndio yupo. Tuna Mwakinyo. Kwa maana wasema kwenye muziki tuna Diamond. Mwakinyo ndio. Yaani Mwakinyo ameshikilia, yani ni ruhusa kumchukia maisha ya nje ya ngumi, lakini anapofika kwenye ring yeye ndio Mtanzania ambaye anatuwakilisha vyema. Kwa hiyo ndio icon ya Tanzania kwenye upande wa ngumi. Kwenye ball kuna Samata, kwenye muziki kuna Diamond. Kwenye ngumi kuna Hassan Lubaha, Lubaha Hassan Mwakinyo. Lakini tukiangalia siku hizi za usoni ama kipindi hiki cha nyuma, ngumi kama zilijaribu kufifia fulani, tukamwona Mandonga kama alirudi tena kurejesha na kupeperusha tena bendera ya masumbwi hapa Tanzania, na hata na namna ambavyo amekuwa hata sasa hivi tukisema mtu kama Mandonga akizungumza basi ni mtu ambaye watu wengi wanatamani kwenda kuona ile pambano. Yaani si ni mbondia ambaye anakubalika sana. Kwa namna hiyo pengine labda ndio akasema ni bora zaidi ya Mwakinyo. Ubora ni nini? Ubora tunakupima kwenye fight zako. Unaweza kupigwa lakini ukawa icon ya Tanzania. Yaani wewe nini? Wewe ubora eti unasema sawa kinavuja lakini ni bora. Sasa kinavuja nini? Ubora wake ni kwani hauwezi bondia ukawa unapigwa lakini wewe ndio icon ya nchi yako. Kwamba Mandonga ndio icon ya ngumi za Tanzania. Wao mtendeni tuondoke. Tumwachie kipindi chake. Naona nani anasumbua. Jamani, kwa mnamkataa Mandonga. Mandonga tunamheshimu Mandonga na ni influencer wa ngumi, lakini sio kwamba yeye ndo bondia bora Tanzania.